Habari, karibuni tena katika mwendelezo wa mafunzo yetu kuhusu mfumo wa uzazi, mfumo wa njia ya mkojo pamoja na mfumo wa njia ya haja kubwa, kwa maana ya urogynecological conditions. Na leo ningependa niongelee kwa ufupi kuhusiana na changamoto inayopata wanawake, haswa wale wanaofikia umri wa kukoma kwa hedhi. Tunaita kitaalam genitourinary syndrome of menopause. Yaani hii ni mkusanyiko wa dalili za mfumo wa uzazi na mkojo wakati wa kukoma kwa hedhi. Sasa mkusanyiko huu unawapata wanawake hasa wanapoingia umri wa kukoma hedhi, na kwa sasa takwimu zinaonyesha wapo wanawake ambao wanakoma hedhi mapema, kwa maana kabla hata ya umri wa miaka 45, lakini kwa takwimu za awali kukoma kwa hedhi wanawake wengi huanza miaka 50 kwenda juu. Sasa dalili hizi zinakuja ni kwa sababu au kutokana na kupungua kwa homoni inayoitwa estrogen. Homoni hii ipo kwa wingi ama inazalishwa kwa wingi kwenye damu ya wanawake, na ndio inayompelekea kuanzia ngozi kung'aa au kumeremeta, mwili kuwa mlaini, yani dalili zile zote ambazo wanawake wanakuwa nazo haswa pale wanapovunja ungo zinaletwa zaidi na homoni huyu wa estrogen. Kwa hiyo kadri umri unavyoenda na wakikwama hedhi, kwa maana homoni hii nayo inapungua kwa kiasi kikubwa na kumsababishia kupata dalili kadha wa kadha ambazo zinamletea kadhia. Kwa mfano, uke kuwa mkavu. Kwa hiyo uke unakuwa mara kwa mara haui tena na yale majimaji yanayozalishwa kwa kawaida kwa wanawake wengine, na pia uke kuwasha ama hisia kupungua. Lakini pia maumivu wakati wa tendo la ndoa. Kwa wanawake hawa huwa hawafurahii tena tendo la ndoa kwa sababu ya ule ukavu, kwa hiyo wanapata maumivu wakati wakiingiliana na mume wake. Lakini kupungua kwa tendo la ndoa ni kwa sababu ya hiyo homoni pia kushuka, lakini pia huwa na dalili za kukojoa mara kwa mara. Kwa hiyo unashangaa mwanamke akifikia umri huu mara kwa mara anaenda kukojoa, hata kama hana UTI, hata kama hana maambukizi yoyote, lakini mfumo wake unakuwa hauwezi kuhimili mkojo. Hata kama ni idadi ndogo tu katika kibofu, atataka kukimbia kwenda kukojoa tena. Lakini wanawake hawa pia wanakuwa na historia ya maambukizi ya njia ya mkojo ya mara kwa mara. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya dalili chache, najua zipo nyingi. Kupandwa na hasira mara kwa mara, kuwa wakali, kukosa usingizi, kutokwa jasho jingi usiku. Niwahakikishie tu kwa sasa matibabu yote yale yote ambayo kwamba kwa sasa hivi najua wengi wa watu wanaingia sana Google na kuangalia na kusoma. Sasa niwahakikishie tu matibabu aina yote kwa sasa yanapatikana nchini Tanzania. Kwa mimi napatikana hospitali ya CCBRT, ipo Msasani, Dar es Salaam. Ugonjwa huu wa genitourinary syndrome of menopause sio ugonjwa wa aibu, sio ugonjwa wa aibu, sio ugonjwa wa kujificha. Hapana. Dalili zote hizi zina dawa zake, zinatibika, na matibabu yanaweza kuwa ya homoni au yasiyo ya homoni, kulingana na mahitaji ya mgonjwa husika. Nichukue fursa hii kuwakaribisha akina mama wote kuanzia umri huu kama kwa hedhi kuendelea, waje ili watuone na tuwape ushauri na matibabu yaliyo sahihi. Lakini pia ni washauri wanaume wawasapoti wake zao, ndugu zao, mama zao, bibi zao walio na dalili au viashiria vyovyote ambavyo nimevitaja hapo awali kuja hospitali. Wanawake wanateseka na hawajui kama matibabu yapo. Wengi wanaishi kwa mazoea wakidhani kwamba ni dalili za uzee na waendelee kuishi nazo, ila niseme kwamba haitakiwi kuwa hivyo. Maisha bora yanaanza kwa kuhakikisha mwili wa mwanamke unakuwa imara na dalili kama hizi zinakuwa hazipo, na anakuwa na maisha ambayo ni ya furaha kama ya awali. Tusiishi kwa mazoea. Udaktari umeongezeka, tumejiongeza nchini Tanzania, na kwa sasa huduma zote zinapatikana. Niwakaribishe kila Jumatano CCBRT.